Hii ni MTV Online inayokutangazia kwa njia ya mitandao toka mashariki mwa Kongo, mmojawapo wa taifa la Afrika Mashariki. Mtangazaji wako wa leo ni Oser Malivika. Unaweza kutufuata kupitia mitandao yetu ambayo ni www.mtv1news.com ama Facebook MTV News DRC, Twitter ama X unaweza kutupata kwa @MTVDRC, LinkedIn unaweza kutupata kwenye MTV News DRC, pamoja na redio zinazotuunganisha kupitia FM Kivu Kaskazini. Taarifa kuu leo ni Rais mstaafu Joseph Kabila kuanza mazungumzo na watu mbalimbali mjini Goma, ambaye Rais Kabila alitualika kwa ajili ya mgogoro, vita na mambo ambayo inakosesha amani nchi yetu. Bila kuchelewa, moja kwa moja tuko mjini Goma, Kivu Kaskazini, eneo ambalo kwa sasa lipo mikononi mwa M23. Taarifa za sasa ni kwamba Rais mstaafu Joseph Kabila ameanza mazungumzo na watu mbalimbali, akiwasikiliza kuhusu mzozo unaotokota hivi sasa mashariki mwa Kongo, mzozo unaopelekea watu wengi kuhama makazi yao na ukosefu wa usalama. Baada ya kuwasili mjini Goma tangu Jumapili, Rais mstaafu Joseph Kabila ameanza mikutano na watu mbalimbali, kwanza makanisa, yaani watu wanaomtumikia Mwenyezi Mungu. Pastor Joel Amuri ni kutoka kanisa zinazomwamini Yesu Kristo mjini Goma. Kwa nini mmekuja kuona Rais mstaafu Joseph Kabila? Sisi tulikuja kujibu kwa mwaliko ambaye Rais Kabila alitualika kwa ajili ya mgogoro, vita na mambo ambayo inakosesha amani nchi yetu. Na akatuambia kwamba alikuja ili awasikie watu, wasikie shida na malalamiko ambaye wananchi wanakuwa nao kuhusu migogoro ambaye inaangamiza sana hii sehemu ya mashariki ya nchi yetu. Pastor Joel anasema wameomba Rais mstaafu kushiriki katika mchakato wa kutafuta amani na usalama mashariki mwa Kongo, kwani ana ujuzi zaidi. Na ni nini nyinyi mmempendekeza? Sisi tunampendekeza kumwambia kwamba yeye kama vile rais wa zamani alipigana vita na kufanya kazi kwa ambaye tunaisifu sisi wote muda wa miaka 18. Hiyo hekima, hiyo ujuzi, hiyo moyo ambaye alitumikisha ili amani irudi, afanya yake yote ili amani na umoja wa nchi vipate kurudi na kimya na amani virudi ndani ya nchi. Na wakaaji wote, zaidi sana sisi makanisa, misikiti, tufanye kazi ya Mungu kadiri inavyostahili. Ile ndio haja ya moyo wetu. Mie sa vile motare tena mwananchi wa Kongo, ninafurahi kwanza kuona tena ancien president Joseph Kabila kufika tena ndani ya mjini wetu wa Nord Kivu. Ninafurahia kwanza. Ya pili tena ninakuwa na imani kama anakuja leta usalama, kwa sababu alisema peke ataleta mapatanisho entre ya M23 na gouvernement yenye iko actuellement inatudirige saa hii. Ndio ninakuwa na imani kama ataleta usalama. Tunasikia President Kabila alifika Goma. Sasa tuko na besoin, tunaweza penda vitu vishange, bikuwe saa vile vilikuwa zamani. Ni kushukuru kwanza kuona anafika. Kuona anafika mimi niko selon hizi donc si population yetuko besoin nayo ni amani. Ikiwa anafika tunashukuru, na kama iko na nia anakuya fanya, basi sisi tunashukuru ya maana tupate tu amani. Alikuwa rais ile fia alisema anatoka, tulisikia gouvernement Kinshasa nasema ke iko complice na M23. Sasa yenye tunaomba tu ni amani, na kama anafika sie tuko besoin tu ya amani. Mimi sasa mkongomani, rais kufika sione kama ni shida ya kufika. Ya maana yeye kufika atufanyie vitu ya maana. Sasa tuna besoin ya mrefu nini? Kwa besoin tu ya amani.
tuishi na amani bo na mouvement zirudie tu sa zamani. Hatuna lazima sasa wao basoda wa zamani wa leo wote hakuna mantongezea kitu. Mekanisien ni mekanisien, motare ni motare, chauffeur ni chauffeur. Kila mtu anafaa fanya maisha yake na vitu itike tu sa zamani na basi. Ngambo wangu mimi ni mkongomani, napasha nafasi yote mkongo. Juu ni Kongole. Napasha nenda kote kwa napenda. Sama yeye wala vyake vinatuma anakuya. Sote nijua